siku ya tarehe 9 mwezi wa 8. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii tena, na tunaanza katika somo la wanafunzi, na ikiwa ni Jumapili yetu ya kwanza pia, lakini siku ya Alhamisi tulianza somo hilo, na ubarikiwe ambaye pia ulikuwepo na wewe ambaye ulikuwa unatamani kuwepo, lakini ratiba pia zikawa zimebana. Ninaamini ya kwamba utatenga muda wakati mwingine pia kwa ajili ya hilo. Amen. Amen. Kichwa cha somo kinasema ijue imani yako ili kumshinda adui yako. Ijue imani yako ili kumshinda adui yako. Siku ya Alhamisi tulipitia utangulizi kwa ufupi. Siku ya leo nitarudia baadhi ya vipengele katika utangulizi, na ninaamini ya kwamba ili kama recap kwa wale ambao hawakuweza kufika, mstari wetu wa kukumbuka ambao tutakuwa nao ni Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Biblia inasema, na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli. Aya katika sura ya 17 tuliona kwamba ilikuwa ni maombi ya Yesu kabla ya kwenda msalabani, na kabla ya mateso na kwenda msalabani, na aliwaombea wanafunzi wake. Katika mambo ya mwanzo kabisa aliyoyaombea ni kumjua Mungu. Na hakutaka kuwaacha ya kwamba wawe waamini tu wa kawaida. Alitaka awaache wakiwa waamini wanaojua kile wanachokiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Na tukaeleza kwa undani kabisa kwamba maana ya kumjua Mungu ni nini. Kumjua Mungu sio tu kuishia kumfahamu kwa juu. Kumjua Mungu ni ile hali ya uhusiano wa karibu ambao unakuwa nao na Mungu, na huo uhusiano unajengwa na wewe kuwa na muda wa kutosha na yule ambaye unataka kuwa na uhusiano naye. Na huo uhusiano tunazungumzia ni uhusiano wa kudumu, sio uhusiano wa leo na kesho alafu umefifia. Hapana. Tukisema huyu mtu anamjua fulani, maana yake ana muda wa kutosha na huyo, na maisha yake anayafahamu vizuri, anatenga muda wa kujitosheleza. Kwa hiyo kama Wakristo hatutakiwi tuishie tu katika pointi ya kwamba tunamwamini, lakini tunatakiwa tuende zaidi kumjua kile ambacho tunakiamini. Bwana Yesu atusaidie sana. Na katika kipengele cha utangulizi tuliangalia vitu mbalimbali, lakini kimojawapo katika kipengele cha utangulizi tulisema kwamba Mkristo ili aweze kuwa imara ni lazima uweze kuwa na misingi thabiti ya neno. Ili Mkristo uwe imara ni lazima uwe na misingi thabiti ya neno. Na tukaona kabisa Mkristo ukishindwa kuwa na misingi thabiti ya neno, ni rahisi sana kwa imani mbalimbali kukupoteza, kukuteka. Ni rahisi sana kupotea, ni rahisi sana kuangamia, ni rahisi sana kwa chochote kile kupita na wewe. Tukasema ya kwamba tukisoma katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19, anasema Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo. Maana yake muwe deeply rooted. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inamaanisha misingi yako iwe katika yeye. Yaani isiwe tu kuamini. Kwa katika safari yetu ya wokovu, kitu ambacho ni cha msingi, ambalo ni swali kubwa ambalo tunatakiwa tulijue, si kwamba unaamini kiwango gani au unaamini. Je, unajua unachokiamini? Si kwamba una imani au la. Tunaamini kwamba unamwamini Yesu, sio hivyo? Lakini unajua unachokiamini? Je, unaelewa kwa nini unaamini unachokiamini? Je, unaweza kutetea imani yako? Mtu yoyote yule akiweza kukuuliza kuhusu imani yako, je, una nguvu ya kuweza kutetea imani yako katika maandiko? Kwa hiyo Mkristo ili uweze kuwa imara ni lazima uwe una misingi thabiti katika neno la Mungu. Na ambacho tutakuwa tuelewe ni kwamba shetani haogopi kwa sababu una imani tu, sio? Haogopi kwamba kwa sababu una imani, hapana. Anamuogopa yule mtu ambaye anajua, ana uhakika na ambacho anakiamini. Anajua na ana uhakika na anachokiamini.
Na kipengele kingine ambacho tulikiangalia pia katika utangulizi, tukasema kwamba shetani tokea mwanzo yeye anatumia silaha moja kubwa kumpotosha mwanadamu na kumtenga na Mungu, nayo ni udanganyifu. Kuna silaha nyingi, lakini mojawapo kubwa ambayo anatumia sana ni kumdanganya Mkristo. Tokea mwanzo, tukisoma katika bustani ya Eden, tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5, tunaona kabisa pale katika yale maandiko, shetani alipomjia Eva akamwambia kwamba ati. Tunafahamu alianza na ati, hivi ndivyo ambavyo amesema kwamba msile matunda yote. Kwa haraka haraka shetani alikuwa anajua kabisa ya kwamba kuna agizo limetolewa, si kwamba alikuwa hajui. Na hiyo inatakiwa uelewe ya kwamba si kwamba haelewi neno, sio kwamba halijui kabisa neno kwamba eti hajui, hapana. Alianza kabisa, alimwambia Eva ati hivi ndivyo alivyosema. Ndipo Eva akajielezea kwamba ndiyo alisema ya kwamba tusile, lakini sio kwamba tusile yote, tusile tu tunda hili hapa la mti wa kati, ili kwa sababu tukila tutakufa. Kwa kipengele cha kwanza tumeona kwamba shetani alikuwa anajua kwamba kulikuwa kuna agizo, na ndio maana hakuenda akamwambia kwani mmeagizwa nini, sio hivyo? Kwa sababu alielewa kwamba kuna kitu waliagizwa. Lakini jambo la pili, baada ya Eva kulielezea lile agizo kiusahihi, yeye akasema ya kwamba hapana, hakumaanisha kwamba mtakufa. Hapana, mtakuwa kama yeye, mtajua mema na mabaya, alafu muwe kama yeye. Lakini ndio tukazungumza tukasema kwamba katika hali ya kawaida ukitazama, ilikuwa ni rahisi sana kuona ya kwamba hilo ni jambo la kawaida. Yaani tafsiri ya lile neno kutoka katika kufa na kuwa kama Mungu, tunaona kama vile vimeshaanza kuwa sehemu mbili tofauti, sio hivyo? Yaani kutoka kwenye kufa alafu uwe kama Mungu. Kwa hiyo aliwatengenezea tafsiri ambayo ilikuwa ni rahisi kwake yeye kuamini, na naamini kwamba hata alipompelekea Adamu alielezea maelezo kabla ya kumpa tunda, sio kwamba alimpa hivyo tunda. Lakini pointi ya msingi ambayo natamani uielewe hapo ni kwamba namba moja, shetani anajua kwamba kuna agizo, anajua kwamba kuna andiko, na hata lipinga hilo andiko moja kwa moja. Atakachokifanya ni kwamba atabadilisha tafsiri, atabadilisha outcome ya lile agizo ulopewa, atabadilisha matokeo ya lile agizo ulopewa, kwamba hautakufa, wewe fanya tu, hautakufa. Kwa hiyo ndio njia ambayo alianza nayo adui kuanzia kwenye bustani ya Eden. Na tukienda kusoma pia katika tukisoma na kubadili hivyo, anabadili kidogo kidogo. Tulizungumza sana kwamba adui shetani anaanza na pointi moja, yaani anaanza kubadilishia tafsiri moja. Ukielewa, ukaamini ya kwamba hii nimeielewa, ukaanza kuishi katika hiyo, anaongeza kingine, anaongeza kingine. Mwisho wa siku kama Mkristo utajikuta haupo katika njia, lakini haikuja ghafla. Tulizungumzaje? Tukaona ukiangalia mara nyingi unaweza ukajiuliza, mbona kuna imani hii, wewe mwenyewe ukitafakari katika hali ya kawaida unaona kabisa hiki sio sahihi, lakini huyu mtu imekuja amekiamini na ametembea katika hicho na amekishikilia. Haikuanza ghafla. Bwana Yesu atusaidie sana. Na mfano mwingine ambao tuliuona ni katika mfano wa Yesu akiwa anajaribiwa pale katika Mathayo sura ya 4. Ukianza kusoma pale, Yesu akapelekwa jangwani, akawa amefunga siku 40, akajaribiwa. Alafu katika kujaribiwa adui akaja. Adui alipokuja hakuanza kumwambia tofauti na maandiko, alianza kumpa maandiko. Na namba moja tukasema ya kwamba hapo adui alipokuja alilenga kwanza kwenye uhitaji wa muda huo. Uhitaji wa muda huo, Yesu alikuwa amefunga siku ngapi? 40, ana njaa. Kwa hiyo jambo la kwanza akaanza kumwambia kwamba badilisha jiwe liwe mkate. Ana njaa. Ilikuwa ni jambo ambalo ni rahisi kufanya. Wewe una njaa, unaambiwa badilisha jiwe liwe mkate. Una uwezo wa kufanya hivyo. Halafu ndo akaenda kwenye mengine. Akaanza kutumia maandiko. Kwa tunataka kujifunza hapo ni kwamba adui shetani anakuletea maandiko, anakuletea tafsiri katika ule uhitaji ulionao.
Na ndio maana sasa hivi unaona katika imani nyingi ambazo zipo, nyingi zinahusika na mahitaji ambayo watu wanayo. Yaani zile changamoto unazozipitia ndizo ambazo adui anaweza akatumia andiko kwa ajili kukutoa. Anakutafutia shortcut. Kwa sababu yale maandiko mengi aliyoyatumia pale alikuwa anamuonyesha ya kwamba kuna uwezekano wa kufanya shortcut. Wewe usifanye tu hivi ili utimize mapenzi ya Mungu. Kuna njia mbadala ambayo ingeweza kukufikisha unakotaka kufika. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hadi sasa hayo mambo yapo kwa Wakristo. Kwa yatupasa kuwa makini katika swala la mafundisho. Na wakati mwingine shortcut inaonekana hii mbona ni jambo la kawaida, linawezekana kabisa na hakuna shida likifanikia hivyo. Lakini linakuondoa katika kusudi na mapenzi ya Mungu. Unajikuta unafanya mambo si kwa sababu Mungu anataka ufanye, ni kwa sababu nyingine. Na tukasoma kabisa mafundisho ya uongo hayakuanza tu hiki kipindi cha sasa ambao tunayaona, lakini hata kile kipindi cha zamani kanisa la mwanzo lilipokuwepo yalikuwepo. Na Paulo alikuwa ni katika watu ambao, katika mitume ambao waliandika katika nyaraka zao nyingi sana, aliwaandikia kuhusu swala la mafundisho. Aliwaandikia na tukasoma tukawadiscuss kuhusu kanisa la Galatia. Mafundisho maovu yaliingia katika kanisa la Galatia. Galatia sura ya kwanza mstari wa 6 hadi wa 9 ukiendelea kusoma pale. Na hayo mafundisho yalibezi katika nini? Yalianza kwanza Paulo anaanza kwa kuambia kwamba angalieni mtu asije akawachukua mateka. Na haya mafundisho yalibezi katika hiyo Galatia sura ya kwanza mstari wa 9. Haya mafundisho ambayo yalikuwa yanazungumzwa hapa na Paulo ni mafundisho ambayo yalibezi katika desturi ya Musa. Hawakumuondoa Yesu, ila walionyesha ya kwamba Yesu hajitoshelezi. Tunahitaji tufuate desturi za Musa za kutahiriwa. Usipotahiriwa haujaokoka. Na ndivyo ambavyo tukasoma tukaona kabisa kwamba hadi sasa kuna hayo mafundisho ambayo yanakuonyesha kwamba Yesu hajitoshelezi bila kitu fulani. Lazima uongeze kitu fulani. Lazima uongeze desturi kwanza. Yaani ni Yesu plus desturi ndio uokoke. Yesu plus kitu fulani. Kwa hao watu waliwafundisha, na ukiangalia kwa undani zaidi tukaona hata kipindi cha Mafarisayo wao walibezi sana katika Torati. Hawakutaka kulisikiliza neno la kweli, hawakutaka kusikiliza mafunuo ya Mungu. Hayo mambo yapo hadi sasa. Na pia tukaangalia katika pia kanisa la Kolosai. Wa Kolosai ukienda kusoma sura ya 2, ukienda kusoma kuendelea mbele, ukisoma mstari wa 8, hapo ndipo Paulo alipokuwa anazungumzia kwamba mtu angalieni kuweni makini mtu asije akawafanya mateka kwa mafundisho au na kwa elimu. Na hapa Paulo alikuwa anazungumzia nini? Kulikuwa na mafundisho au elimu ambazo zidanganyazo, na hizo elimu zilibezi katika mapokeo ya mwanadamu. Usile, usifanye hiki, usinywe, usifanye hili, kuabudu malaika. Mambo mbalimbali yalikuwepo ambao walitokea watu ambao walikuwa ni walimu ambao walianza kuwafundisha wale waamini ya kwamba Yesu hajitoshelezi peke yake, lazima akiwepo. Lakini haikuwa sentensi ya moja kwa moja kama tunavyoizungumza siku ya leo kwamba Yesu hajitoshelezi. Anakuambia Yesu plus kitu fulani. Kiasi kwamba ikafikia hatua tulisoma ya kwamba watu wakahesabiana kuwa wana thawabu au wanaonekana kwamba ni muamini kweli kweli akiyashika yale mapokeo, akizishika zile tafsiri na hekima za kibinadamu bila kulishika neno. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hilo lazima tulielewe kama kanisa. Kuna saa mafundisho ya uongo hayaji tu kwa kuibadilisha tu tafsiri. Hapana. Wakati mwingine hata pia ni zaidi ya hapo. Wanamwacha Yesu anakuwepo pale, alafu wanaongeza kitu kingine ambacho hicho ndicho ambacho wanakichochea, yani ndicho wanachokiongelea sana kuliko kumwongelea Yesu. Wanakuonyesha kwamba Yesu hajitoshelezi peke yake. Lazima kuwepo na kitu kingine cha nyongeza. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukaanza na sasa ndo tunaanza siku ya leo sasa. Mengine mengi tumeacha, lakini sasa siku ya leo tunaanza faida za kuijua imani yako. Faida za kunini? Za kuijua imani yako. Faida za kuijua imani yako.
faida za kuijua imani yako. Faida ya kwanza ni kutambua na kuyakataa mafundisho ya uongo. Ni kutambua na kuyakataa mafundisho ya uongo. Tumesoma na tumeelewa kabisa kwamba mafundisho ya uongo yapo, na adui shetani anatumia hayo mafundisho ya uongo. Anabadilisha tafsiri ya yale mafundisho, yale maandiko, anayaweka katika staili yeye anayoitaka. Na haya mambo tumeona sana. Kwa moja ya faida kubwa ya kuijua vyema imani ni kwamba unakuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya kweli ya Mungu na mafundisho ya uongo. Na uwezo huu haupatikani kwa hisia au uzoefu, bali kwa kulijua neno la Mungu. Nasema kwamba moja ya faida kubwa ya kuijua vyema imani yako ni kwamba unakuwa na uwezo wa kutofautisha kati ya kweli ya Mungu na mafundisho ya uongo. Na uwezo huo haupatikani kwa hisia au uzoefu, bali kwa kulijua neno la Mungu kwa undani zaidi. Bwana Yesu atusaidie sana. Na nikizungumzia kwamba ulijua neno la Mungu kwa undani zaidi, kuna mfano mmoja tuliuzungumza pia, ya kwamba ni sawa na mtu ambaye anashika hela kila siku, si ndivyo? Yule keshia au mtu wa benki anayeshika hela kila siku. Ni rahisi sana kuijua hela feki na hela ambayo ni nini? Ni original, si ndivyo? Bwana Yesu atusaidie sana. Anaijua kabisa. Na si kwa sababu amejifunza hela feki ni ikoje. Amejifunza hela original na amekaa nayo na ana uhakika nayo hii ni original. Kwa hiyo ikija feki anajua kwamba hii ni feki. Kwa hiyo si kwamba ninasisitiza kwamba tuchukue muda wetu sije kujifunza mafundisho ya uongo yakoje. Tunataka tujifunze neno la Mungu linasemaje. Tukishajifunza neno la Mungu linasemaje, automatic utajua ya kwamba mafundisho ya uongo yakoje. Inapokuja fundisho la uongo utajua kabisa hili ni fundisho la uongo. Bwana Yesu atusaidie sana. Waefeso sura ya 4 mstari wa 14. Biblia inasema, Waefeso sura ya 4 mstari wa 14. Biblia inasema, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huko na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja, tukizifuata njia za udanganyifu. Kwa anaonyesha dhahiri ya kuwa mtu anayechukuliwa na upepo huku na huko anafananishwa na mtoto mchanga. Mtoto mchanga anaamini kila kitu. Anaamini kila unachomwambia, anamwamini kila mtu. Ukimwambia twende huko atakufuata. Ukimwaminisha tu ukampa pipi sio na nini ukambembeleza tayari ataenda na wewe. Kwa Paulo akawa anasema kwamba tusiwe watoto wachanga. Kwa ukuaji ukuaji ndani ya Kristo hatuzungumzii kwamba umekaa muda gani kanisani, lakini unajuaje neno kiasi kwamba hauwezi kutekwa huku na huko. Bwana Yesu atusaidie. Na mtoto mchanga tunaelewa kwamba anabebwa na kila kitu kwa sababu haioni hatari. Anaona kila kitu, kila mmoja ni rafiki. Anaamini kila ambacho unamueleza. Kwa ni rahisi kubebwa na chochote kile ambacho kinakuja mbele yake. Kwa ndivyo alivyo Mkristo asiyejua neno la Mungu kwa usahihi. Anaweza kuchukuliwa na kila elimu. Anaweza kuchukuliwa na kila analolisikia yeye, anaamini na kulifuata tu bila kujali elimu hiyo ni ya Mungu au la, na bila kujua kwamba kuna hatari kiwango gani ambayo iko nyuma ya ile elimu. Bwana Yesu atusaidie. Lakini pale Paulo anamalizia na anawaambia Waefeso ukisema mstari ule wa 15, anasema sasa tufanyaje sasa? Ni pointi ya msingi ni kwamba baada ya kuelewa kwamba mtoto mchanga anakuaje, wewe unatakiwa uweje? Anasema lakini tuishike kweli. Tuishike kweli katika upendo na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa ambaye ni Kristo. Kwa naambia sasa ili wewe usije ukafananishwa na mtoto mchanga ambaye unachukuliwa upepo huku na huku, ishike kweli. Lijue neno. Mpaka yani sio kuishika tu kweli, anasema hata tumfikie yeye katika, yani tufikie, anasema hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo. Maana yake tufike hatua ya kumuelewa ipasavyo kufanana na yeye. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Paulo anawaambia ili usiwe mtoto mchanga, jua neno. Ili usichukuliwe na upepo wa huku na huku, jua neno. Na sio tu ujue kidogo, jua, liishi, ifikie hatua uwe kama yeye.
Bwana Yesu atusaidie sana. Kuna watu mbalimbali ambao kuna mifano mingi ndani ya Biblia ya watu ambao walijua mafundisho ya uongo na kuyakataa na wakayashikilia kweli. Tukisoma habari za Yesu, tulizungumzia habari za Yesu pale, ukisoma katika Mathayo sura ya 4, sasa tunaona kabisa kwamba Yesu akiwa anajaribiwa hakujibu kwa hisia zake tu, alijibu kutokana na maandiko yanavyosema. Alilijua. Alipopewa neno na alitoa neno. Imeandikwa na akasema imeandikwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunasoma watu wengine ambao ni Wakristo wa Beroya. Ukienda kusoma katika Matendo sura ya 17. Matendo sura ya 17 ukianza kusoma kuanzia mstari wa 10 hadi wa 11. Matendo sura ya 17 mstari wa 10 hadi wa 11. Biblia inasema mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Hapo ni nani? Paulo na Sila. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Sasa pale walipofika sinagogi, mstari wa 11, watu hawa walikuwa waungwana. Watu gani hawa wa Beroya? Walikuwa waungwana kuliko wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Walipokea neno kwa uelekevu wa moyo. Wakayachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Yaani walipofika, hawa ni watu wawili mitume, Paulo na Sila, lakini wanahubiri. Hawa Wakristo wa Beroya wao walikuwa na hiyo tabia kwamba wanajifunza neno kila siku na wanayachunguza maandiko kiasi kwamba hata hiki ambacho kinahubiriwa, je, ni kweli? Je, ndivyo ilivyo? Je, sio hekima ya kibinadamu? Kwa hiyo limekuwa ni kanisa ambalo ni la mfano mzuri sana wa kuigwa, kwa kuwa walisikia mafundisho, na wakati huo yalikuwa ni mafundisho ya Paulo kama tulivyosoma. Hawakujali cheo chake kwamba yeye ni Paulo, yeye ni mtume, hapana. Pamoja na kwamba walisikia mafundisho ya Paulo, hawakuyakataa, bali walianza kuyachunguza maandiko ili waone kama ni kweli au la. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa Mkristo aliyekomaa hufuatilia na kuyaamini mafundisho kutokana na Mkristo aliyekomaa hufuatilia na kuyaamini mafundisho sio kutokana na jina la mhubiri. Yaani lazima anapofuatilia mafundisho au anapofuatilia mafundisho haangalii mhubiri ana jina kiwango gani, ana cheo kiwango gani, ana huduma kubwa kiwango gani. Haangalii hayo mambo. Haangalii anafanya mambo gani, hapana. Anachokiangalia Mkristo aliyekomaa na analijua neno, je, haya mafundisho ambayo yanafundishwa yanalingana na lile ambalo ni kweli katika neno ya Mungu? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hilo ni la msingi sana kuelewa. Hilo ni la msingi sana kuelewa. Na ndiyo maana hata katika Galatia sura hiyo ya kwanza mstari wa 8, kitabu hicho cha Galatia hapo sura ya kwanza mstari wa 8, Paulo anasisitiza, anasema, lakini ijapokuwa sisi au malaika, yani sisi mitume tunaowaambia, au anybody, yani hata kama ni malaika, bila kujali cheo chake, bila kujali uwezo wake, bila kujali hekima yake, bila kujali chochote, anasema ya kwamba lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiria ninyi injili, yeyote isipokuwa hiyo niliyowahubiria na alaaniwe. Kwa manake anawasisitiza na anatusisitiza hata siku ya leo ya kwamba haijalishi huyo mtu ana cheo kiwango gani, haijalishi huyo mtu hata ameshafanana na malaika, haijalishi, yani ufikia anasema kama ni malaika wa mbinguni, lakini kama anachokisema au anachokifundisha kipo kinyume au kina tafsiri tofauti na lile neno la mwanzo la Mungu, huyo na alaaniwe. Kanisa lingine, watu wengine ambao pia waliwatambua mafundisho ya uongo, tunaenda kusoma, ni kanisa la Efeso. Kanisa la Efeso, ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, kuanzia Ufunuo wa Yohana sura ya 2, ukisoma mstari wa 1 hadi wa 2, anasema hivi, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Mstari wa 2 ndio muhimu. Anasema, na yajua matendo yako
na taabu yako na subira yako, na ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu. Tena umefanya nini? Umewajaribu wale wajiitao mitume, nao sio ukawaona kuwa waongo. Wanaweza kutusaidia sana. Hili kanisa la Efeso na likawa na hiyo sifa. Kanisa la Efeso lilisifiwa si kwa sababu ya uwezo wake tu, sio kwa sababu labda walikuwa na uwezo wa kufanya mambo mengi, lakini kimojawapo katika kanisa la Efeso ambalo lilikuwa ni sifa yao kubwa, anasema walikuwa hawawezi kuchukuliana na mafundisho ya uongo. Na anasema kwamba hawa watu walikuwa wanajaribu, na walikuwa wanajaribu, sio walikuwa wanajaribu watu wa kawaida tu, hadi mitume. Yaani maana yake walikuwa wanajaribu hadi wale watu wakubwa, yani kuangalia je, wanachokisema ni kweli au uongo. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa tusichukuliwe tu, sio kwamba kwa sababu fulani ana jina kubwa ndio maana tunamwamini. Hapana. Je, ana fundisho sahihi? Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hili kanisa alikujali cheo cha mtu kama ni mtume au la, ila walipima mafundisho yao. Na hapa tunaona ya kuwa kanisa lenye afya sio lile linalokubali kila mafundisho. Kanisa lenye afya sio lile linalokubali kila mafundisho, ila ni lile linalojua jinsi ya kupima na kutambua mafundisho ya uongo kwa kupitia neno la Mungu. Narudia, kanisa lenye afya sio lile ambalo linakubali kila mafundisho, ila ni lile ambalo linajua jinsi ya kupima na kutambua mafundisho ya uongo kwa kupitia neno la Mungu. Na hata Mungu mwenyewe anatarajia Mkristo wa aina hiyo aweze kupambanua na kuyapima mafundisho. Ukisoma katika waraka wa Yohana sura ya 4 kuanzia mstari wa 1, Biblia inasema, wapenzi, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 1 anasema, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni. Msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho, kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi wa 16, Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 hadi 16, Yesu anazungumza hapo, anawaambia hivi, jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo. Maana yake wanaonekana kwamba wako sahihi, wanaonekana kwamba ni sehemu yenu, wanaonekana kwamba watakachokizungumza ni sawa, kwa sababu wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Lakini akasema, mtajuaje kwamba hao watu ni wa aina hiyo? Anasema, mtawatambua kwa matendo yao. Kwamba mtu hawezi kuchuma zabibu katika miiba na tini katika mibaruti. Kwa maana yake utawatambua kwa matendo yao. Kwa hiyo pointi ya msingi ndio kwamba kanisa la kweli, kama Mkristo, sababu kanisa linaanza na wewe. Sikisema kanisa simaanishi kanisa nyumba. Wewe kama Mkristo tunatarajia kwamba wewe uwe na uwezo wa kupambanua na kujua mafundisho ya uongo. Na haya hauwezi kuyajua tu kirahisi, ila unajua kama unalijua neno. Ile point ya kwamba hauwezi kujua fake ni ipi kama haujui original. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kuijua imani yako kwa usahihi ni vema, kunakupa uwezo wa kupima na kutambua mafundisho ya uongo kirahisi. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Chukua muda wa kujitosheleza katika neno. Jifunze katika neno. Ukishaijua kweli, uongo ni rahisi kujua. Na hilo ndio jambo la msingi sana ambalo nalisitiza siku ya leo. Kwamba ukishaijua kweli, uongo ni fanya nini? Ni rahisi kujua. Kwa hiyo ndio faida ya kwanza kuijua imani yako. Hiyo ndio faida ya kwanza kuijua imani yako. Ya pili, faida ya pili ya kuijua imani yako
kunakufanya kutokuiacha imani kirahisi. Ukijua imani yako hauwezi kuiacha kirahisi. Ukijua imani yako huwezi kuiacha kirahisi. Njia rahisi ya kubaki imara kwenye imani yako ni kuelewa fundisho ambalo imani yako imejengwa juu yake. Njia rahisi ya kubaki imara kwenye imani yako ni kujua fundisho ambalo imani yako imejengwa juu yake. Ni rahisi sana kuacha kitu ambacho haukithamini. Ni rahisi sana kukiacha kitu ambacho haukithamini, kitu ambacho haukielewi, kitu ambacho haukijui. Ni rahisi sana kukiacha. Lakini ni vigumu sana kuacha kitu ambacho unakiamini. Bwana Yesu apewe sifa. Na sio tu kiamini, kile ambacho unakiamini na unakielewa ni vigumu sana kukiacha. Kwa sababu maarifa sahihi yanakujengea udhabiti wa imani yako. Kwa ukimjua Yesu Kristo kweli, ukilijua neno kweli kwa undani, imani yako itakuwa na mizizi inayokufanya usitikisike hata wakati wa dhoruba kali. Hata wakati wa gharika hautaweza kutikisika. Na tunaona katika maandiko ya kwamba kanisa lile la mwanzo halikujaribiwa tu kwa mateso ambayo walikuwa wanayapitia. Kama tulivyozungumza, pia walijaribiwa kwa mafundisho, lakini pia mitume walikuwa wanateswa kwa kile ambacho walikuwa wanakiamini. Lakini tunaona kwamba mara nyingi hawa mitume waliweza kushinda si kwa sababu walikuwa na uwezo tu tofauti, kwa sababu walikuwa wanajua wanachokiamini. Na ndiyo maana licha ya mateso, licha ya vitisho, tukienda kusoma kwa undani tutaona kwamba mara zote walikuwa bado wanarudi kusema kweli ya Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukienda kusoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 22, na utaenda kusoma kuanzia mstari wa 29 hadi wa 31. Ukirudi nyuma kidogo kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4, utaenda kuisoma yote ukipata na muda. Ukirudi nyuma kidogo sura ya 3, unaona kwamba Petro na Yohana walikuwa wanaenda hekaluni, wakutana na mlemavu mmoja ambaye alikuwa katika mlango wa hekalu, na mwisho wa siku wakamwambia, sisi hatuna chochote, ila tulichonacho ndicho ambacho tunachokupatia, kwa jina la Yesu nyanyuka. Na muujiza ukatokea pale. Baada ya hapo wakaingia hekaluni, wakaanza kupiga injili. Sasa walipopiga injili wakashikwa, wakaanza kuhojiwa. Na katika kuhojiwa kwao kote hatujasoma eneo lolote ambako walijitetea wakasema tunaomba samahani kwa sababu tuliyafanya hayo. Ukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 3, tunasema kwamba wakawakamata wakaweka gerezani hata asubuhi. 4 mstari wa 3 anasema wakawakamata wakaweka gerezani hata asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. Walipokucha wakaweka kwenye kikao, wakapigwa injili. Na walipoona kwamba kwenye kikao majibu ya Petro ni injili, kila anachoulizwa anaelezea tu neno, anaelezea tu imani yake. Na ukisoma mstari wa 6, palipokucha wakawatoa na kuwaweka kikao, ila bado wanaendelea na injili. Walipoona hao watu hawajielewi, hawawezi kujitetea wala hawaombi msamaha, basi ukisoma mstari wa 18 hadi wa 20, mstari wa sura ya 4 hiyo mstari wa 18 hadi wa 20, anasema wakawaita wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Hao ni wakubwa, makuhani, watu wazito kwenye mji, wakawaambia msifundishe tena kwa jina la Yesu. Sasa Petro na Yohana badala ya kusema ndio hatutafundisha, wao wakasema ndio. Wakawajibu wakawaambia kwamba ni haki mbele za Mungu kuwasikiliza ninyi kuliko Mungu. Hukumuni ninyi wenyewe. Anasema maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Kwa maana yake haijalishi vyeo vyenu. Ile sisi tunachokielewa ni kwamba hii imani ambayo tunaihubiri sisi tumeiona na tumeisikia na tuna uhakika nayo. Hawa ni watu ambao walikuwa na imani, walikuwa wanaijua imani yao vizuri. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hii response inaonyesha kwamba haijalishi nyinyi ni wakubwa kiwango gani, lolote ambalo mnataka kutufanyia, hivi vitisho vyenu haviwezi kutusaidia. Haviwezi kusaidia. Fanyeni mnachotaka kukifanya kwa sababu tunajua tunachokiamini.
Na walipotoka, ukienda kusoma pale ile kwanza mstari wa 23, walipotoka gerezani wakaenda kuwaambia waamini wengine ya kwamba yale yaliyokwisha kutendeka kule yalikuwa ni nini. Sasa waamini hawakuanza kukemea na kuomba ya kwamba tunaomba Mungu ya kwamba utusaidie, utulinde, nani tusie tukafanya nini, tukafungwa tena au hili tutokee. Anasema mstari wa 29, anasema wakatika maombi yao pale, anasema basi sasa Bwana yaangalie matisho yao, ukawajalie watumwa wako kunena neno lako kwa ujasiri wote. Kwa sababu walikuwa wanajua wanachokiamini, kwamba hivyo vitisho, angalia matisho yao, ila sisi wewe tujalie tu tukaseme hiyo kweli, tupe tu ujasiri tukaendelee kusema kweli. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na tunaona kabisa hata Mtume Paul katika nyaraka zake anasisitiza na kutuonyesha kuwa njia ya kutoiacha imani kirahisi ni kufahamu kwa undani. Tukisoma katika Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 9, anasema hivi, Wakolosai sura ya 2 mstari wa 6 hadi wa 9, basi kama mlivyopokea Kristo Yesu Bwana, enendeni hivyo hivyo katika yeye, mwenye shina na mwenye kujengwa katika yeye, mmefanywa imara kwa imani kama mlivyofundishwa, mkizidi kutoa shukrani. Anaendelea mstari wa 8, anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Hilo ambalo tulilizungumza pia siku ile, kwamba mtu anaweza kufanya mateka, yani maana yake anakuchukua. Na elimu ya bure si kwamba tulizungumza siku ya Alhamisi iliyopita kwamba elimu ya bure hii elimu ama mafundisho ya uongo si kwamba yanakupa tu maarifa ya kawaida. Yanakuingiza kuwa mateka. Unakuwa mateka wa adui kadri muda unavyozidi kwenda. Kisoma ile mstari wa 8. Anasema kwa hiyo ongezeko kubwa la ufahamu wa imani yako hujenga msimamo thabiti usioweza kuyumbishwa. Ukijua imani yako vizuri na ukawa na hiyo imani, yani ukawa na ongezeko kubwa la imani yako, utakuwa na msimamo thabiti ambao hauwezi kuyumbishwa na chochote kile ambacho kinaweza kikajitokeza katika maisha yako. Na ndiyo maana katika hata Timotheo wa pili kuanzia waraka wa pili wa Timotheo sura ya 1 mstari wa 12 hadi wa 14. Waraka huu aliuandika Paul akiwa yuko gerezani, na anasema hivi: kwa sababu hiyo nimepatikana na mateso, kwa sababu hiyo ya imani, kwa sababu hiyo ya kumjua Yesu, kwa sababu hiyo ya Injili nimepatikana na mateso, wala sitahayari. Anasema I'm not afraid, siogopi, I'm not ashamed na hili swala kwamba mimi kupatikana na mateso sitahayari. Anasema kwa maana namjua yeye. Kwa sababu gani haya mateso hata yakitokea na mimi sina wasiwasi na sioni aibu kwa haya mateso? Anasema kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile nilichokiweka amana kwake hata siku ile ya mwisho, hata siku ile. Kwa sababu pekee anaizungumzia hapa Paulo kwamba haya yote mimi naweza kuyavumilia, haya mateso naweza kuyavumilia, na sitayari kwa ajili ya mateso, kwa sababu ya mateso. Sababu kuu aliyozungumzia hapa ni kwamba ninamjua. Si sawa? Bwana Yesu atusaidie sana. Namjua yeye niliyemwamini. Kwa Mkristo ukimjua yeye uliyemwamini, haijalishi ni nini, utakuwa na nguvu za kuweza kusimama katika imani yako. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Tukisoma pia katika Matendo sura ya 5, Matendo sura ya 5 kuanzia mstari wa 17 hadi wa 21. Matendo sura ya 5 mstari wa 17 hadi wa 21, alafu wa 25 hadi wa 32 na wa 40 hadi wa 41. Tutaenda kusoma hapo, lakini nita paraphrase kwa sababu ya muda. Anasema mstari wa 17, anasema akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio na madhabahu ya Masadukayo, wamejaa wivu, wakawakamata mitume. Kwa mstari wa 17, wakaanza kuwakamata mitume na kuwaweka ndani. Lakini malaika wa Bwana usiku akafungua milango, wakatoka. Walipotoka hawakukimbia. Kinaendelea kusoma pale ya kwamba walikamatwa mitume wakawekwa ndani. Baada ya kuwekwa ndani wakatoka. Malaika wakafungua milango wakatoka. Walipotoka hawakukimbia. Wakarudi pale pale wakaenda kupiga Injili. Huo ndio ujasiri waliokuwa nao.
kuijua imani. Wakarudi pale pale. Hawakuogopa kwamba jana usiku tumetolewa gerezani, ngoja tupige mahesabu kwanza tukaende mji mwingine alafu tupotezee muda alafu turudi. Wakarudi wakapiga injili. Wakapiga injili pale, na tukasoma baada ya hapo ukiendelea kusoma ikafikia tu sasa watu wakaenda kuwaambia wale wakubwa, wakawaambia jamani, wale mliokamata waliotoka wako bado pale wanapiga injili. Sasa ukisoma mstari wa 29 wakakamatwa tena na kwa kwenye baraza. Mstari wa 29, Petro na mitume wakaanza kuwaonya. Ukisoma leo kabla mstari wa 29 wakaanza kuwaonya ya kwamba msiendelee kusema kuhusu imani. Mstari wa 29, sasa Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Jibu lile lile alilolitoa tena mwanzoni. Akamwambia hatutatii nyie. Ni kweli mmetufunga gerezani, tumetoka, tumeendelea na injili, lakini hii tunachokifanya tunakiamini na tunapaswa kumtii yeye kuliko ninyi. Kwa hiyo wakawaita tena, wakawapiga na wakawaonya. Wakawaambia wasirudie tena. Ukaenda kusoma mstari wa 40 hadi wa 41. Baada ya maneno mengi walioelezwa, sasa wakakubali maneno yake. Na walipowaita sasa wale Masadukayo wakubali maneno ya mmoja wapo ambaye aliwaeleza kuhusu hawa watu. Anasema sasa akawaambia, walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasiseme kwa jina lake Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza. Mstari wa 41 na upenda, anasema hivi, nao wakatoka baada ya kupigwa, baada ya kuonywa na kuambiwa usiseme tena kuhusu Yesu, wao wakatoka katika ile baraza wakifurahi. Yaani walikuwa na furaha, wakifurahi. Anasema wamefurahi kwa sababu gani? Wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anajua anachokiamini hata kuwa tayari kubadilisha ukweli wake ili kupata usalama wa maisha yake. Amen. Amen. Kwa hilo ndio jambo la msingi ambalo natamani ulielewe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa anasema historia ya kanisa inafundisha kwamba imani inayojengwa juu ya kweli wa neno la Mungu, hata wakati magumu yanapotokea au huduma inapojaribiwa, bado wanaendelea kuwa salama. Wakati Mkristo anavyokuwa katika kumjua Kristo na kuelewa neno lake, ndivyo anavyozidi kuwa imara na vigumu kutenganishwa na imani yake. Hisia zinaweza kubadilika, mazingira yanaweza kubadilika, na mateso yanaweza kuongezeka, lakini mtu anemjua Kristo na kuelewa imani yake hubaki mwaminifu, kwa sababu msingi wake umejengwa juu ya hujajengwa juu ya hali za maisha, bali katika neno. Mungu awabariki sana. Amen. Karibu Bishop.